वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi karim wa ala abdihil masil Maud alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wapenzi watazamaji wa MTA International Africa, karibuni tena katika kipindi mpendacho kinachozungumzia maisha matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na shutuma zotolewa dhidi ya maisha yake. Katika studio hivi leo siko peke yangu, bali niko na wabashiri wenzangu. Kwa upande wangu wa kulia niko na Qasim Oponyo Sahib, na kwa upande wangu wa kushoto niko na Mbashir Mwalimu Idi Mahmud Makoha Sahib. Assalamu alaikum, karibuni katika kipindi chetu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jinsi ninavyojua kuwa katika kawaida maisha ya mtume yeyote huwa kunakuwa na shutuma na pingamizi kutoka kwa wapinzani. Vivyo hivyo katika maisha ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam pia kuna shutuma nyingi ambao wapinzani wametoa dhidi yake. Na katika baadhi ya hizo shutuma tutaenda kuzungumzia leo na tubainishe na pia tupate jawabu kuhusu shutuma hizo. Shutuma mojawapo ya shutuma wapinzani wametoa kuhusu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Wapinzani wanasema kuwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kuwa kuna hii inahusiana na kauli ama maelezo mbili tolewa na Bashir Ahmad Sahib akizungumzia kuhusiana kazi ya Sialkot, na wapinzani wameshikilia wa kujaribu kuonyesha kuwa yeye hakuwa ni masihi wala hakuwa ni mtume kulingana na hiyo shutuma ambayo umetoa. Utaelezaje ukizingatia Siratul Mahdi alichobainisha Bashir Ahmad kulingana na hiyo kazi ya Sialkot? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa ningependa mtazamaji wetu afahamu ya kwamba kila mtume yote ambaye ametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wapinzani wake huwa wanajaribu kutafuta maneno na kuokota na kumwekea ili kudhibitisha uongo wake. Na hii imedhibitika kwa Masihi aliahidiwa alayhi salatu wasalam. Na leo tunazungumzia shutuma hii ambayo wanasema kwamba yeye alitumia pesa ya kiinua mgongo ya babake kwa njia ambayo ni tatanishi. Na Masihi aliahidiwa, katika tukichambua zaidi tunaona kwamba halikutendeka hili, bali ilikuwa ni shutuma tu ambazo zilitokea. Na katika kueleza nini hii, katika kueleza mada hii ni kwamba kuna Bashir Ahmad anasimulia kwamba aliambiwa na mama yake akiwa bado ni mchanga. Anaambia siku moja Hadrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alifunga safari kwenda Sialkot, na katika ile safari ilikuwa ni kwenda kuchukua pesa za pensheni ama pesa za kinua mgongo ya babake. Sasa alipokuwa katika safari anaenda kule, alifuatwa na bwana mmoja ambaye anaitwa Imamuddin. Imamuddin huyo alikuwa ni binamu wake. Sasa wanasema alipofika kule, alipochukua zile pesa akadanganywa na Imamuddin, na wakaenda sehemu za starehe wakatumia hizi pesa, na akawa ameishiwa pesa. Na baada ya hapo huyu Imamuddin akamkwepa, akamtoroka, akamwacha pale Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam peke yake pale. Sasa wanasema kwamba Hadrat Mirza Ghulam Ahmad aliona aibu kurudi nyumbani kwa sababu alikuwa ashatumia pesa zile zote. Sasa ashindwa, nitarudi nyumbani nitasema nini? Sasa wanasema baada ya hapo akaenda kutafuta kazi kule Sialkot, na alipotafuta kazi akapata kazi katika ofisi ya naibu commissioner kule Sialkot. Akaanza kufanya pale kazi, lakini wanasema hii kazi ilikuwa ya mshahara mdogo. Sasa akakaa hapo kufanya kazi. Hili limedhibitishwa. Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasallam anasema alifanya kazi kwa sababu ya msukumo wa babake, kwa sababu babake alikuwa pia anamjali sana kwamba huyu kijana wangu ataishi namna gani, na ile hali hana kazi. Sasa alikuwa ametafutiwa kazi katika ile sehemu, na anasema baada ya kuona kwamba ile pension ama ile pesa ambayo anapewa ni kidogo, akaamua kufanya nini? Kuachana hiyo kazi. Lakini Hadrat Masih anasema hapana, hakuamua kuacha hiyo kazi, bali kulikuwa na matatizo nyumbani. Mama yake alikuwa ni mgonjwa. Sasa akapigiwa simu na baba yake akamwambia kwamba mwanangu, rudi nyumbani, kuna mama yako ni mgonjwa. Sasa unaona ilikuwa ishapatikana sababu ya Masih kutoka pale, kwa sababu yeye alikuwa anafanya ile kazi lakini haridhiki kwa sababu ni kitu ambacho hajakipenda kufanya. Sasa akarudi kule nyumbani kutofanya hiyo kazi. Na
katika jambo hili ya kwamba kuna mtu ambaye alimlaghai akatumia pesa, ni jambo ambalo la kawaida kwa mitume, yani majaribu kwa mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kwamba ni jambo ambalo huwa latokea, ama mtume kudanganywa, kwa sababu unajua wakati mtume amekuwa mkweli, naye shetani ama wapinzani wanajaribu kutumia mbinu tofauti ili kumdanganya. Hili pia limetokea kwa mtume wa Mwenyezi Mungu Yakubu alayhi salam, ya kwamba yeye pia alidanganya watoto wake, babake Yusufu, sio? Sasa wale watoto walipoenda kwa babake wakamdanganya, kwambie baba, Yusufu kijana wetu mdogo amechukuliwa na mnyama, lakini ile hali walikuwa wamemuuza. Sasa hii itakuwaje? Huyo mtume amedanganywa kwa sababu anamdanganya mtoto amefanya nini? Amechukuliwa na mnyama, lakini ile hali wao wameuza. Sasa kama hili lingekuwa kwa sababu Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad huyu Imamuddin amemdanganya na akatumia pesa, vipi huyu naye amedanganya mtoto wake amepotea? Kwa hivyo unaona, hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba lazima mitume wake wanakuwa na majaribu kama haya. Na hii ninanukuu kutoka katika Qur'an tukufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia jambo hili. Naam, ningeomba ninukuu katika sura ya 36 aya 31, sura ya Yasin. Mwenyezi Mungu anasema baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasuli illa kanu bihi yastahziun. Tafsiri yake ni kwamba nasikitiko kwa watumishi, hawakuwafikia mitume yote ila walikuwa wanamfanyia mzaha. Kwa hivyo katika aya hii tunaona kwa Mwenyezi Mungu anasema, yani anapotuma mitume wao wanakuwa na wapinzani ambao wanafanyia mzaha, na hili limekubaliwa. Hata tunaona Wakristo wanasema, za zingine wanasema Nabii Isa alichukuliwa akajaribiwa na shetani, akapandishwa juu ya mlima, akafanya namna gani? Si alikuwa ni mtume wa Mungu? Mbona hakukataa asema mimi ni mtume wa Mungu, najua kila kitu? Ni kwamba ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya nini kwa mitume wake? Kufanya nini? Kufanyiwa mzaha. Sasa nikimalizia aya nyingine ambayo pia Mwenyezi Mungu ametuwekea wazi katika Qur'an tukufu, ningeomba ninukuu. Inasema baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ni katika sura Yusuf aya ya 78. Inasema qalu in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl, wakasema kama amekwipa basi ndugu yake pia alikwipa zamani. Maana yake ni kwamba kama aliiba naye ndugu yake alifanya nini? Aliiba zamani. Kwa hivyo hizi ni ishara ama hizi dhibitisho ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazitoa ndani ya Qur'an tukufu, kwamba lazima mtume yote ambaye amekuja lazima atapata majaribio. Na kwa sababu mtume ni mwanadamu kama sisi, kuna mengine ambaye anafanya nini? Yanamshika na yanatokea. Kwa hivyo hili halidhalilishi hadhi ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, wala halivunji utume wake. Naam, asante sana. Kwa hivyo unamaanisha mtume anapofanya kitu hii pia inaashiria udhaifu wanadamu wake, yani kama yeye pia ni mwanadamu, si Mungu. Hiyo ndio inamaanisha, kulingana na maelezo uliopeana, inamaanisha kuwa udhaifu mbaya kwa mwanadamu kwa kawaida pia mtume yuko nao, sababu pia ni mwanadamu, si Mungu. Kwa hivyo asante sana kwa maelezo yako. Na kuna hii bwana Idi Mahmud, kuna hii dhana ambayo pia ipo, shutuma ambao wapinzani pia wametoa, wanasema kuwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi wasallam anadhalilisha ile hadhi, anashusha ile hadhi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa sababu alialikwa kule Amritsar. Wanasema kuwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alialikwa kule Amritsar, lakini akanywa chai na ilikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo wapinzani wanasema kuwa jambo hili alilofanya inashusha hadhi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Utaelezaje hii shutuma? Nitaijibu kwa mseto wa fadhaa pamoja na masikitiko, kwa sababu haina mashiko. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu na Masih na Imam Mahdi aliahidiwa. Yeye alifanya kazi ya Mwenyezi Mungu katika mipaka ya sheria na sunna za mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo yeye alipoenda safari ya Amritsar na alipofika kule akawa ameenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, alikuwa bado yeye anahesabika kwamba ni msafiri, na msafiri kwake ana udhuru wa kutokufunga. Kwa hivyo kama alikunywa chai na alikuwa hafungi saumu na ni mwezi mtukufu wa Ramadhan akiwa msafiri, alikuwa bado yuko katika mipaka ya Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo lolote ambalo alitenda kinyume pale. Na pia ilitokea kwamba alikuwa na mgeni
ambaye pia alimwambia avunje saumu yake. Mgeni naye pia alikuwa msafiri. Kwa hivyo mgeni ni msafiri, mwenyeji wake msafiri, wote wawili walikuwa wana udhuru kwamba wasifunge saumu wakati wakiwa safarini. Qur'ani tukufu Suratul Baqara aya 185 inatueleza wazi kwamba faman kana minkum maridhan aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar, yani na yule ambaye miongoni mwenu yuko safarini au ni mgonjwa ama yuko safarini, basi atimiza saumu zake katika siku za baadaye. Kwa hivyo tukiangalia katika Qur'ani tukufu tunakuta kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam hakuwa nje ya mipaka ya Mwenyezi Mungu wakati alikunywa hiyo chai. Sasa napenda pia kunukuu hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo zinaunga mkono aya hii ya Qur'ani tukufu. Hadithi ya kwanza ambayo inapatikana katika Musnad Ahmad bin Hanbal juzuu ya 4 ukurasa wa 347 inasema kwamba kwa hakika Allah mwenye nguvu na mtukufu amemsaidia msafiri kwa kutofunga na kufanya nusu ya sala wakati yuko safarini, pamoja na wanawake wajawazito na wanaonyonyesha kutokufunga. Hii ni hadithi ya wazi inayotuambia kwamba kama mtu yuko safarini basi asifunge saumu. Kama ni mgonjwa asifunge saumu. Kama ni kina mama wanyonyeshao, wajawazito wasifunga saumu. Kwa hivyo ule udhuru aliokuwa nao Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ulikuwa udhuru wa kisheria. Hadithi nyingine ambayo imenakiliwa katika kitabu cha Bukhari, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliona umati wa watu na mtu mmoja alikuwa anaepuka kutembea kwa jua. Sasa Mtume akauliza, hii ni nini? Na watu wakasema kwamba huyu ana saumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wewe una udhuru kwamba kama unasafiri usifunga saumu. Kwa hivyo ilibidi avunje saumu yake. Hadithi ya tatu inasema hivi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliondoka Madina kuelekea Maka. Alipofika mahali pa Usfan akaomba maji na akainua kile kikombe juu na akanywa kwa kuvunja saumu kwa sababu alikuwa msafiri. Na alipoelezwa kwamba kulikuwa bado na watu wengine wanaendelea na saumu, alisema mara mbili, hao ndio waasi, hao ndio waasi. Kwa hivyo kwa mujibu wa aya niliyoisoma ya Qur'ani tukufu na hizo hadithi tatu za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msafiri hafungi saumu, na hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa katikati ya mipaka ya sheria na sunna za mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoinywa ile chai. Naam, asante sana kwa kutufahamisha kuwa alikuwa ndani ya mipaka ya Mwenyezi Mungu, hakufanya kitu nje ya mipaka ya Mwenyezi Mungu, yani sheria ya dini. Kwa hivyo asante sana, natumai pia watazamaji wamenufaika na maelezo uliyotoa. Naam, Bwana Kasim Oponyo, nikirudi kwako, kuna hii shutuma ama ukipenda ambao wapinzani pia wametoa kuhusu maisha matakatifu ya Sayyidina Ahmad. Wanasema kuwa katika uhai wake kuna wakati ambapo alihudhuria sinema, yani alihudhuria tamasha na sinema, na wanasema yeye pamoja na wafuasi wake na pia halifa wa pili Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu pia alikuwa miongoni waliohudhuria pia tamasha. Hii shutuma wanatoa kuwa vile yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu hastahili kuhudhuria vitu kama hivyo. Utaelezaje kuhusiana kama ilikuwa ni ukweli alihudhuria, na kama alihudhuria ilikuwa ni nia yake kuhudhuria ama ilikuwaje? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza maisha ya mtume wa Mwenyezi Mungu ni maisha matakatifu, na tumeona kweli wapinzani wamefanya kazi yao, kwa sababu wao wamejaribu kutafuta kila kosa katika maisha ya Masihi aliyeidiwa, lakini wameangukiwa mbali sana, hawajapata kosa lolote. Sasa hii shutuma ambayo wanaweka hapa ya kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam alienda katika tamasha, akahudhuria tamasha. Sasa ni swala ambalo halina mashiko yote, kwamba sila msingi kabisa, kwa sababu Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam jambo hili limeelezewa na sahaba yake mmoja ambaye pia alichukulia ni makosa sana kwenda katika tamasha. Sasa wakati Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wassalam amekaa, akaja sahaba mmoja anamwambia, nilimuona fulani katika tamasha, alikuwa kule katika ile tamasha. Sasa akafikiria kwamba Masih alaidiwa atamfokea
kwamba yule alifanya makosa makubwa sana kwenda katika ile tamasha, mbona alienda? Lakini anasema Hadrat Masih alayhi salatu wasalam alimwambia hata sisi tulikuwa kule, na akanyamaza, hakuendelea kujibu tena. Sasa huyu akafikiria kwamba pengine ataongezea kitu kingine, anasema hakuongezea kabisa, akanyamaza hivyo. Lakini katika uso wake akaonyesha kwamba amekasirika na ile tendo, ikawa si tendo nzuri. Sasa pia linakuja kwa Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu, ambaye ni Khalifatul Masihi wa pili, ambaye wanasema yeye pia alihudhuria tamasha kama hii. Hadrat Khalifatul Masihi wa pili, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu, anaelezea akisema wakati alitembelea Ulaya alikuwa na hamu sana ya kujua hawa watu wanaishi katika hali gani, na alikuwa anasikia tu kwamba kule Ulaya watu wako na tabia hizi na hizi, tabia hizi na hizi mbaya mbaya. Sasa akawa anatamani, nataka aone hao watu wanafanya nini ili naye pia apate njia ya kuwakataza. Lakini anasema hakujaliwa kupata fursa hiyo ya kuhudhuria hizo tamasha za hao wazungu. Lakini anasema wakati alipokuwa katika safari akiwa anaelekea nyumbani, alipokuwa amefika Ufaransa, akawa pia na Zafrullah Khan ambaye walikuwa wanatembea naye. Sasa waliposikia kelele, akamuuliza Zafrullah Khan ya kwamba ni nini inaendelea. Akamueleza ya kwamba huku kuna kuangana sherehe. Sasa hizo ni sherehe ambazo zinaendelea. Sasa Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih radhiallahu anhu akawa na hamu kujua nini kinachoendelea kule. Sasa anasema kwa udhaifu wa macho yake akawa ametazama kule. Sasa akamuuliza Zafrullah Khan ya kwamba nini kinaendelea, mbona kuna kitu gani kinaendelea kule? Anasema kule kuna starehe nyingi sana ambazo zinaendelea, na kuna wanawake ambao wako kule, yani wanaendelea na starehe. Akamuuliza, je, wako uchi? Akamwambia hapana, wako na nguo, lakini zile nguo za kani kama hawana nguo. Sasa hili ndio wapinzani wanashutumu ya kwamba yeye alienda kule kuangalia, lakini hakuna mahali popote ambaye imedhibitisha kwamba Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu alipanda kule na kuangalia. Kwa hivyo hii haiwezi ikavunja utume wa Masih al-Hidiwa alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo tunaona kwamba ilikuwa ni tamasha, lakini na pia njia nyingine mtume pia anaweza taka kujua hao watu wanafanya kitu gani ili ajue njia ya kuwatoa. Kwa mfano katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema yasaluna kanil khamr, wanakuuliza kuhusu pombe, anamuuliza Mtume Muhammad sallam, anasema kul huwa adhan, sema hiyo ni dhambi. Sasa inasemekana katika historia wakati Mtume Muhammad sallam ama wakati aya ya Qur'an ijashuka kuhusu pombe, watu walikuwa wanafanya nini? Wanakunywa pombe tu, lakini aya ilipokuja wakaacha. Na shutuma hii pia inatumiwa kwa Wakristo, wanatumia, wanasema Mtume Muhammad sallam alikuwa anatumia pombe ambayo haina ushahidi. Lakini Mwenyezi Mungu alipokata, watu wote wakawa wameacha. Kwa hivyo hii haiwezi vunja hadhi ya Mtume Muhammad ama hadhi ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Asante sana kwa maelezo ulieleza, lakini kwa faida ya mtazamaji akitaka kufuatilizia ama akajisomee hii historia ulioelezea hapa, anaweza pata historia wapi? Naam, katika hii ambayo inasema kwamba Masih Maud alipomwangalia yule sahaba na akajua kwamba hajafurahia bali ilikuwa ni onyo kamili, imeandikwa katika kitabu cha Zikri al-Habib ukurasa wa 18. Na katika kutafuta ya Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ya kwamba alisema yani walikuwa wanapita katika safari, pia imeandikwa katika kitabu cha Khutbatul Mahmud juzuu ya kwanza na ukurasa wa 226, na pia Al-Fazal Qadiani ambaye iliandikwa Januari tarehe 28 mwaka wa 1934. Asante sana kwa maelezo yako ya fasaha. Natumai umeelimika na pia umejifunza kutokana na hiyo maelezo aliyotoa dhidi ya hiyo shutuma iliyotolewa kuhusu Masih Maud alayhi salam. Naam, nikirudi kwako Bwana Idi Mahmud Makoha, kuna pia shutuma ambayo ametoa kuhusiana na, wanasema kuwa je, Masih alitembelea opera. Je, wanasema kuwa alitembelea kwa madhumuni ya kuchunguza jamii, kuchunguza masuala ya jamii na pia kupata maarifa hapo. Na pia wakazidi kusema kuwa katika kutembea huko kwake pia wakanasibishia pia kwenda kutembelea sinema pia. Je, kutembelea sinema kwa ajili ya kupata burudani, wamenasibishia pia hiyo. Utaelezaje mambo haya yote ambayo pinzani wameweka kuhusu sinema na kadhalika? Utaelezaje wapinzani? Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na vile vile hata Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu hawakuwa na nia yoyote ya kwenda kuburudika katika sehemu ambazo walitembelea. Walitaka kujua nini inaendelea pale, na wakafahamu. Ilikuwa rahisi kutoka pale na kuenda kuwaasa sasa wanajumuiya kwamba ule mfano naoona hauwi mzuri kwa ajili yenu, epukeni mfano kama hii.
Pia Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu ametoa maelezo marefu sana kwamba kweli mtu anaweza kutoka pale akaenda kujionea sinema. Alienda akajionea sinema. Nimesema kwamba alikuwa yeye kazi yake ni ataendeleza iktisadi za Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam. Kazi zake ataendeleza. Kwa hivyo sasa intakana aboreshe jamii yake kimaadili, ambayo itahitaji msaada wake mkubwa sana katika kunyoosha yale matendo ya waumini. Kwa hivyo alipofika kule akakuta kwamba kuna filamu zile za kilimo, kuna filamu ambazo zinaonyesha kazi ya uhandisi. Kwa hivyo kama ni filamu ya kilimo inamfundisha mtu, kwa sababu sisi tunaishi maisha ya tabaka zote, maisha ya uchamungu, maisha ya kiroho, maisha ya kidunia. Kwa hivyo hii filamu ya kilimo inamfundisha mtu madawa anayoweza kutumia katika kilimo chake akakiboresha kawa kizuri, kujichagulia mbegu ya kutumia katika kilimo chake, namna ya kutayarisha mashamba. Na kuhusu filamu zinazohusu afya ni vizuri kutazama, kwa sababu zinamsaidia yule tabibu, daktari kujua kwamba atatibu wagonjwa wa aina gani, vipi, dawa atakazotumia. Na vile vile pia kuna filamu zingine zinahusika na masuala ya kihistoria. Akitazama atajua kwamba watu walikuwa wanaishi namna gani, na haswa akapata kujua kwamba nchi ya Ufaransa ina mchafukoge wa kimaadili, kwa sababu watu wanahama mpaka wanatoka vijijini wanahamia mijini kwa sababu ya haya mambo ya ulevi na sinema. Sasa ilikuwa ni jukumu lake kuja kufanya nini? Kurekebisha jamii yake kwamba msiige ule mtindo ambao nauona kwa watu wa Ulaya, kwa sababu kama wangeliiga basi ingelikuwa hakuna tofauti baina ya Waahmadia na walimwengu wa kawaida. Kwa hivyo wakati ameona ni vizuri kuja kuambia watu wake, na ninyi tahadhari, msifate mtindo kama ule. Nukuu hii pia nitaomba ni nukuu, inapatikana katika Tafsiri Kabir juzu ya 6, tafsiri ya sura Al-Furqan, ukurasa wa 586. Na haya maelezo kwa hakika bila shaka yanatosha kurudisha turuhani na ulwa wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika kufanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na asante kwa maelezo yako marefu, na kwa sababu ya muda nitapenda Bwana Qasim Oponyo unielezee kwa ufupi tu, je, kuhusiana na madai ambayo anasema wapinzani kuhusu chakula bora ambayo Masihi alikuwa anakula na mavazi yake bora. Je, utaelezaje hii tuhuma kwa kuzingatia Qur'an na hadithi? Naam, kwanza kabisa ni matarajio ya kila mwanadamu ya kwamba anataka kuishi katika maisha mazuri, anataka ale chakula kizuri, anataka awe mahali pazuri pa kulala. Sasa wakati hawa wapinzani wanasema kwamba Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alikuwa anapenda vitu vizuri, alikuwa anapenda chakula kizuri, hii ni upinzani ambao hauna hata chochote ndani yake. Kwa sababu hata wao wanaozungumza pia hawapendi kuishi maisha mabaya, wao pia wanapenda kuishi maisha mazuri. Katika Qur'ani tukufu sura ya 5 aya 5, Mwenyezi Mungu anasema yasalunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum tayyibat, hadi mwisho wa aya, kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia na wanakuuliza wamehalalishiwa nini, sema wamehalalishiwa vitu vizuri. Sasa unaona katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia tumehalalishiwa vitu vizuri, kisha tayyib, yani vitu vizuri ambavyo ni halali. Sasa Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam kutumia vitu kama hivi, anafuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anafuata pia maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii hayana pingamizi yoyote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba Allah anapenda akiona baraka zikiwa katika mja wake. Allah hapendi kuona mja wake akiteseka. Allah anapenda aone mja wake kwa katika hali nzuri, hali ya kupendeza. Naam. Asante sana kwa maelezo yako. Je, kwa kifupi tu Bwana Idi Mahmud Makoha, kwa ajili ya muda, utaelezaje hii shutuma ambayo imetolewa dhidi ya Masihi kuhusiana na mavazi yake, chakula chake na hata ukarimu wake? Je, haya maisha ya Masihi tunaweza kupata katika maisha, kuna mfano wote katika maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka maisha ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam yote amefuata sunna ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam angevaa mavazi mazuri, ajipuluzie vipodozi vizuri ndio aende msikitini ama atembelee watu. Yeye alikuwa si kwamba alikuwa anajifaharisha, bali alikuwa anajitakia mazuri. Kwa hivyo hii ni kawaida ya mitume wa Mwenyezi Mungu kwamba waishi maisha mazuri kama binadamu wa kawaida.
na ningependa kunukuu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa faida ya watazamaji. Matumizi ya manukato, Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alitumia manukato ya miski na amba. Hii inapatikana katika Siratun Nabii na Allama Shibli Nomani, juzuu ya 2 ukurasa wa 126. Pia kuvaa mavazi maridadi. Wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alivaa mavazi ya gharama kubwa na maridadi. Wakati Hazrat Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu alitumwa kama balozi kwa madhehebu ya Haruria, alivaa mavazi ya gharama kubwa kutoka Yemen. Wakati watu wa Haruria walipotoa hoja, wakasema kwamba kwa nini unavaa mavazi ya gharama namna hivi? Na akauliza, kwa nini mnalalamika? Nimeona Mtume sallallahu alaihi wasallam akivaa mavazi bora zaidi kuliko haya. Hii inapatikana katika kitabu cha Abu Daud, kitabu Libas. Kula aina tofauti ya nyama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipenda, kwa sababu alipendelea kula nyama ya kondoo, nyama ya kware, kuku, mbuzi, ngamia, na alipenda sana kwamba ale kutoka kipande cha mkono wa mbele wa nyama. Kwa hivyo kama mtu anapendelea kula kitu fulani kizuri kinachompendeza, kinamtuliza, kinampa ile sakina ya moyo, hakimuondoi katika sheria ya Mwenyezi Mungu, anakula halalan tayyiba na anapenda kiwe kizuri kwake. Kwa hivyo hii haiwezi kumweka Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam nje ya Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwisho, katika ukarimu na utajiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkarimu sana, na hata kuna wakati alifika uwanjani akapata kuna watu wamejaa pale, na Safwan alikuwa ni mtoto wa Umayya bin Khalaf, na Umayya bin Khalaf alikuwa ni adui wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mpinzani mkali. Lakini alipofika pale akapata Mtume anagawa mifugo, anawapatia watu wanyama, mpaka Safwan akatoka hapo mbio na akaambia watu, silimuni, ingieni katika Uislamu, Muhammad anagawa sana hapo mali na hata hajali kwamba atabaki maskini, kwa hivyo ingieni katika Uislamu. Na Safwan pia alisilimu siku hiyo. Kwa hivyo ndugu watazamaji wote, kwa kumalizia, ningelipenda kueleza kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam hakuna kitendo chochote alichofanya nje ya sheria ya Mwenyezi Mungu na sunna za mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asante sana kwa maelezo hayo yako mafupi na ya kueleweka. Naam, ningependa kuwashukuru kwa ujio wenu ili kwa kuelezea watazamaji na wasikilizaji wa kipindi hiki, na natumai wamefunufaika na kufaidika kutokana na maelezo mlioeleza na majibu mliopeana dhidi ya hizo shutuma zilizotolewa. Asanteni sana. Naam, wapenzi watazamaji wa kipindi chetu, natumai menufaika na majawabu zilizopeanwa kutokana na shutuma zilizotolewa dhidi ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Hadi sasa sina mengi wala ziada kuongezea, isipokuwa na waacha tu kwa jibu moja kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए।